Kwa namna yoyote ile, huu hauwezi kuwa ni mchezo tu wa kukaa unafumba macho alafu unasema kwamba tayari tumeshavuka ama tumeshapata matokeo ya ushindi na tunakwenda katika mazingira mazuri ya kuiendea robo finali. Kundi ndo mechi ambayo pengine inaenda kuamua, kwa sababu FAR Rabat ana pointi 5, Yanga ana pointi 5. Anaweza kupata pointi 3 kwenye mechi hiyo, anakuwa na matumaini zaidi ya kuingia hatua inayofuata. Unajaribu kuangalia pengine ndo njia sahihi kwa Yanga kutengeneza mwelekeo mzuri wa kwenda robo finali. Sababu Yanga kama anamfunga anakuwa na pointi 8. Akishindwa kabisa basi apate sare awe na pointi 6. Ili mechi yake ya mwisho dhidi ya JS Kabylie huko nyumbani aweze kumaliza kwa amepata njia nyoofu. Lakini kama Yanga ataenda atapoteza, basi sio zaidi ya goli moja. Kwa sababu mechi ya kwanza hapa Yanga alishinda goli moja. Ili mechi ya mwisho Yanga akija amalize hapa na JS Kabylie ndio aanze kuangalia haya mambo ya magoli. Lakini kama Yanga atapoteza kwa goli 2, inaweza ikawa ni changamoto kwenye msimamo wa kundi namna ulivyo. Kwa hiyo ni mechi ambayo Yanga anapaswa kwenda kwa tahadhari. Ni mechi ambayo anatakiwa kuichukulia umuhimu kuliko mechi zote ambazo ameshacheza katika mzunguko huu katika mechi 4 zilizopita za hatua ya makundi. Kitu ambacho advantage kwa Yanga, mechi hizi ambazo zenye pressure, zenye uhitaji mkubwa, huwa ndo mechi ambazo Yanga pengine anazichukua na kuweza kupata matokeo ya alama 3. Tarejelea mechi dhidi ya Club Africain, ilikuwa ni mechi yenye sampuli kama hii. Na pressure, alipata sare hapa nyumbani, anaenda ugenini, lakini Yanga anachukua alama 3 na anakwenda hatua inayofuata. Advantage nyingine kwa Yanga, wanaenda kucheza mechi bila ya mashabiki. Unajua hizi timu za kutoka kaskazini mara nyingi zinakuwa zinanikiza sana na uwepo wa mashabiki. Vitu vingi vinakuwa vinaweza vikawafanya mkatoka mchezoni, na ni mechi ambayo pengine inaweza ikawa ngumu. Kitu ambacho tahadhari kwa Yanga, muamuzi aliyoteuliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF anaenda kuchezesha mechi hiyo. Ni muamuzi ambaye yeye kugawa kadi za njano si kitu yani kwake ni kitu cha kawaida sana. Si mchoyo wa kutoa kadi. Tumemwona kwenye AFCON amemwaga kadi nyingi sana na ndio historia yake. Kwa hiyo mimi nafikiri Yanga wanatakiwa waingie kwanza na tahadhari ya kuto kuidharau. Unajua maneno msemaji hapa amesema tuna uwezo huo wa kwenda kuchukua point 3 kwa FAR Rabat. Kimsingi kama msemaji una haki ya kusema hivyo. Lakini kitu ambacho kinatakiwa kuongezeka ni jitihada ndani ya uwanja. Kwa sababu huwezi kaenda na matokeo ya mfukoni au mdomoni kwamba tunaenda kuchukua alama 3, kwa sababu naye pia yuko kwenye uhitaji wa alama 3. Amepambana naye paka kufika pale akiamini kwamba alama hizi 3 dhidi ya Yanga ndio zitakuwa kwangu mimi za faida kunipeleka napopahitaji. Kwa hiyo ni mechi ambayo ni ngumu, lakini ni mechi ambayo Yanga anatakiwa kuichukulia tahadhari zaidi kuliko ambavyo imekuwa na maneno ambayo yanaongelewa. Advantage ni kwamba wachezaji wa Yanga wana experience ya kutosha juu ya mechi hizi ngumu. Lakini wachezaji ambao wana quality pia hali ya juu wanaweza kuleta chochote ambacho pale wanapokihitaji. Kikubwa tunawaambia tu kwamba wana utulivu, mwalimu apange karata zake vizuri, namna kuwa na selection nzuri ya kikosi. Na nimejaribu kumuona mwalimu Pedro sasa hivi anaonekana kama anajaribu kutengeneza mfumo wa Yanga kuwa anacheza na back 3. Anaanzisha wote, Bakari Nondo Mwamnyeto, Ibrahim Abdullah Baka pamoja na Job. Lengo lake unaona ni zuri kwa namna anaangalia pengine pale kati kucheza Baka pamoja na Mwamnyeto, anaangalia 8 zao. Na ndio namna ambavyo pia unaona timu za kutoka kaskazini huwa zinapenda zaidi kutumia mipira hii ya set pieces, aidha kona au mipira ya adhabu ndogo ambayo inaweza kuitumia zaidi kwenye vichwa. Sawa. Utaangalia hata juzi mechi ya FAR Rabat goal alilopata. Ilikuwa ile ya cross inapigwa, mtu ameingiza amejaribu kuigusa au ameweza kupata goal. Kwa hiyo si mechi nyepesi kama hivyo inavyoonekana, ni mechi ambayo ni ngumu, lakini bado unaiona Yanga inaenda kuwa timu namba 1 kwa aina yake ya uchezaji, kwa daraja la wachezaji wa Yanga. Na ukiangalia kwenye uwanja kutokuwa na mashabiki ni wao 11 na huko 11 na mabenchi ya ufundi, labda na viongozi wa hizo timu mbili ndio watakuwa wamekaa jukwaani wakiwa wanaangalia namna gani mpira unaendelea. Kwa hiyo tahadhari kubwa kwa Yanga ni muamuzi ambaye anachezesha mechi hii. Muamuzi ambaye kama una makosa ya ovyo ovyo, yeye huwa afumbi, yani yeye ni mwepesi sana kutoa hiyo adhabu, hiyo kadi, anaweza kuwa anachukua hizo hatua. Kwa hiyo ndio tahadhari kwa Yanga. Bila shaka.